Bwana asifiwe sana. Ninawakaribisha popote mlipo ndugu zangu, kaka na dada katika channel hii ya Maranatha. Na katika siku hii ya leo tunakwenda kutafakari tena maandiko matakatifu. Na katika somo la siku ya leo tunakwenda kutafakari kuhusiana na wakati huu ambao wewe na mimi tunaishi. Bila shaka tunatambua kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia hii dunia. Na muda sio mrefu dunia yote itakuwa kinyume chetu. Serikali zote zitakuwa kinyume chetu. Huenda hata wale marafiki wa karibu watakuwa kinyume chetu. Na hata wale wapendwa katika dini zetu watakuwa kinyume chetu. Wachungaji wengi watakuwa kinyume chetu pia. Huu ni wasaa mzuri wa kutafakari maisha yetu. Huu ni wasaa mzuri wa kutafakari namna gani ya kuenenda katika hii dunia. Hivyo nikukaribishe tupate kuomba ili tuanze somo letu hili la siku ya leo la kujihoji na kujichunguza kwa undani kwamba tumesimama upande gani na ni njia gani ambazo wewe na mimi tunazipiga. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye upendo, tunakushukuru sana kwa fursa hii ambayo umetupatia kujifunza maneno ya Biblia. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Malaika zako watakatifu wakawe pamoja nasi. Tukapate nuru na mwanga kutoka juu mbinguni wa kutuwezesha kutembea katika dunia hii yenye giza hadi kufika Kanaani ya mbinguni. Tunakusihi Bwana utubariki na utufundishe kwa namna kipekee sana. Mimi nitumie kama chombo tu Baba mwema kuwasilisha ujumbe kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Lakini hata mimi ukanifundishe kwa namna ya kipekee sana. Nisiwe na hubiria wengine na mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Baba, okoa familia zetu katika kipindi hiki cha mwisho cha kufunga historia hii dunia. Ndilo ombi na shukrani kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Maranatha, siku hii ya leo natamani tuwe na somo la kujichunguza na kujihoji. Somo ambalo litakuwa ni kipima joto katika maisha yetu ya kiroho. Tumepewa Biblia kwa lengo tu moja la kutusaidia, kutuongoza, kujua wakati huu tunaoishi, lakini zaidi ya yote kujua namna tunavyoweza kuenenda ili tuweze kufika Kanaani ya mbinguni. Bila shaka likimuuliza mtu yeyote, na hata sisi wenyewe tukiwa mashahidi, kwa nini tunatamani kufanya mapenzi ya Mungu? Kila mtu atasema ni kwa sababu natamani kwenda mbinguni. Bila shaka hilo ni jibu zuri, na ni kweli kabisa, kila mtu anatamani kwenda mbinguni. Na kwa nini kwenda mbinguni? Mwisho wa siku ni kwenda kupata uzima wa milele. Kwa maana nyingine ni kwenda mahali ambapo tutakuwa na muda usiokoma. Tunatamani tukakae na Mungu ili kusudi tuishi naye muda wote. Tukae naye maisha yote. Yani kwa ufupi ni kwamba tunatamani kwenda kupata muda na Mungu. Na huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye muumbaji wa kila kitu, muumbaji wa uhai, muumbaji wa muda. Kwake yeye muda hauna ukomo. Yani kwake yeye muda, niseme kwamba duniani hapa tunapoishi muda unafika wakati ambapo mtu anasema siwezi kuendelea kwa sababu muda umetupa mkono. Hata hapa ili somo la leo tutajifunza, tutaishia wakati fulani tu, hatutaendelea mbele. Kwa nini? Kwa sababu muda hautatosha kumaliza mambo yote. Lakini tutakapokaa na Baba wa mbinguni katika miaka 1000 kule juu mbinguni, alafu atakapotulete katika hii dunia tena kuishi naye milele, kwa ufupi ni kwamba tutaishi naye katika kipindi ambacho kitakuwa hakina ukomo wa wakati. Sasa kama hilo ndiyo tamanio letu, kwenda kukaa naye maisha ambayo yatakuwa hayana ukomo wa wakati, ni dhahiri kwamba wale watakaoenda mbinguni kukaa na Baba wa mbinguni katika kipindi ambacho hakina ukomo, kukaa naye kwa muda ambao hauna ukomo, ni wale tu ambao sasa hivi katika hii dunia wanapenda kuishi naye maisha ya muda wao wote. Ni wale watakao tumia muda wao vizuri kwenye hii dunia, ya muda huo kumpatia Baba wa mbinguni kikamilifu. Hao ndio watakao kwenda kuishi naye mbinguni milele zote, na duniani hapa milele zote. Kwa ufupi naweza nikasema kwamba muda ni vipande ambavyo vinajenga maisha. Muda ni vipande ambavyo vinajenga maisha. Nikisema kwamba nimetumia muda na wewe, kwa ufupi nimetumia maisha na wewe. Wale ambao hawajapata kuingia kwenye mahusiano ya ndoa wanaweza wakashindwa kuelewa huu mfano na wenda kutoa hivi karibuni. Lakini wale ambao wamekwenda
wameingia katika mahusiano ya ndoa au wanakaribia kuingia katika mahusiano ya ndoa, wana wapenzi wao ambao wanatarajia kuingia katika mahusiano ya ndoa. Niulize swali moja la msingi sana. Kama dada unanitazama sasa hivi hapa, nikuulize swali. Ikiwa una mtu ambaye unatamani ya kuoa au ulikuwa na mtu uliokuwa unatamani ya kuoa enzi hizo kabla hujaolewa, na upate mtu ambaye ni bilionea kabisa, mwenye pesa zake za kutosha kabisa, akasema dada natamani nikuoe. Sawa kabisa. Akawa anakupatia gari nzuri, amekupangia nyumba nzuri, wenda amekununulia nyumba, amekupa simu nzuri, na amekupatia muda wa maongezi ya kutosha kiasi kwamba unaongea unavyotaka wewe mwenyewe, bando ambalo halikomi aliishi, amekuwekea hapo. Ukitaka kuwapatia wazazi pesa, anasema pesa hii hapa, wapatie wazazi wako, hamna shida yote. Kila kitu unachokitaka unakipata. Ukisema nataka nisafiri niende mahali fulani, nauli hii hapa. Nataka niende mahali fulani tena ni kwa ndege, nauli hii hapa. Kila kitu unachokitaka unakipata. Alafu huyo mtu akawa yuko busy sana na shughuli, anakutafutia pesa. Kila ukimpigia simu tuongee, nakwambia tunaweza tukaongea dakika 3 tu, mambo yangu ni mengi nayafanya hapa, lakini nakupenda sana na jitahidi nipate pesa kwa ajili yako. Akawa anapambana hapo, anakupatia pesa na nini, lakini muda wa kuongea na wewe hakuna. Bila shaka unaweza ukatamani kabisa heri ungempata hata mtu ambaye kazi yake ni ya kawaida kabisa. Mtu ambaye tu kazi yake huenda kusukuma mtu mkokoteni tu, kazi ya kawaida kabisa, ile ambayo kazi ya chini kabisa unayofahamu, ili mradi tu upate muda wa kutosha na huyo mpenzi wako. Kadhalika na Baba wa mbinguni anatamani sana sisi wanadamu tuweze kuwa na muda wa kutosha na yeye. Cha ajabu ni kwamba Mungu wa mbinguni amelipia muda wa maongezi wa sisi na yeye. Naomba nirudie tena. Mungu wa mbinguni amelipia muda wa maongezi ya sisi na yeye. Hakuna ukomo wa kuongea na Mungu wa mbinguni. Hautafika wakati utasema kwamba nimeshindwa kuwasiliana na Mungu kwa sababu muda umeniishia. Hapana. Ikiwa tu upo hai, una akili timamu, unaweza kusikiliza, unaweza kusoma na kuelewa, ni dhahiri kwamba wewe umepewa muda wa kutosha wa kuwasiliana na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu anataka tu muda kutoka kwetu sisi, anataka tu muda wetu. Maisha yetu yote anahitaji muda. Sasa tunatamani tutafakari sana kipengele cha muda au kipengele cha wakati. Na kwa kwanza somo letu la siku ya leo tuende kitabu cha Waefeso. Tutafika kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 na kuanzia ule mstari wa 15. Waefeso sura ya 5 na ule mstari wa 15. Natamani tufuatilie somo hili leo kwa uzuri kabisa ili tuone Bwana nini anataka kutupatia siku hii ya leo. Waefeso 5 na ule mstari wa 15. Hapa Biblia inasema maneno yafuatayo: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima. Si kama watu wasio na hekima. Hapa kwa Kiingereza ameandika si kama watu wapumbavu. Fool. Amesema sio kama watu wapumbavu, bali kama watu wenye hekima. Ile neno hekima linalotumika hapa ni neno hilo la ambalo limetumika pia katika kitabu cha Mathayo 24:45 na mahali pengi katika Biblia, Danieli pia 12. Tutafika tutaangalia baadhi ya vitu mbalimbali. Sasa hapa Biblia inatuambia kwamba angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Na tunapokuwa katika hii dunia kuna mambo mbalimbali ambayo yanadhihirisha namna gani wa Kristo tunavyoenenda kwenye hii dunia. Hasa sisi wa Adventista wa Sabato. Dunia inatazama sana, inaangalia wa Adventista. Ukisikia ndoa wanasema ndoa za Adventista ziko hivi na hivi na hivi. Ukisikia kula wanasema kula wa Adventista wanakula hivi na hivi na hivi. Kuvaa wa Adventista wana mivao yao. Hata kila kitu wa Adventista ana namna yake tofauti na watu wengine. Lakini cha ajabu utakuta dini zingine zinafika wanauliza, wanasema nyi wa Sabato imekuaje sasa? Mbona mlikuwa hivi na hivi na sasa mnaenenda hivi na hivi? Sasa Biblia inasema kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mahali popote Biblia ikitumia neno hili hekima, kwa Kiingereza imetumika neno lile wise. Mahali popote neno hili linapotumika hekima, huwa kuna kitu fulani ambacho Biblia huwa inaunganisha. Ngoja tuangalie. Tuone katika kitabu cha Danieli sura ile ya 12. Katika Danieli sura ya 12 hapa kuna neno hilo linalohusika, linaunganishwa. Neno hekima linaungana na kitu kingine tena. Tufike pamoja Danieli sura ya 12. Katika Danieli sura ya 12
tutasoma kuanzia ule mstari wa 9, Danieli 12 na ule mstari wa 9. Hakikisha una Biblia yako, hakikisha una kalamu, hakikisha una peni pia, una karatasi pia, ili kusudi uweze kuandika mafungu ambayo tutakuwa tunayazungumza siku ya leo. Katika kitabu cha Danieli sura 12 kuanzia ule mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Unasikia hapa Danieli alitamani kuelewa baadhi ya njozi mbalimbali, baadhi ya maneno mbalimbali, na Mungu wa mbinguni akamwambia, sikiliza kupitia malaika wake, Danieli, enenda zako, haya maneno yametiwa muhuri, hizi siri zimetiwa muhuri, huu nabii umetiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Kwa hiyo kuna neno hapo wakati. Kwa hiyo Danieli atakaye ajue kwamba kuna wakati wa mwisho ambapo hizi siri zitakuja kufunuliwa. Ukishuka chini anasema hivi: wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima. Wao walio na hekima ndio watakaofanyaje? Ndio watakaoelewa. Kumbe kigezo cha kuelewa maono yaliyopo katika Danieli, ambayo hayo maono ni ya wakati wa mwisho. Naomba rudia tena neno wakati wa mwisho, ili uweze kuelewa maono ya wakati wa mwisho. Huyo mtu atakayeelewa lazima awe mtu mwenye nini? Mwenye hekima. Zingatia hiyo sasa. Sasa tukifika kwenye Waefeso hapa, sio Efeso mali, kwenye ndio Efeso, fungu ambao tumeanza nalo katika Efeso 5, huu mstari wa 15. Biblia inasema hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Na Danieli alisema watakaoelewa maono katika kitabu cha Danieli, wale watakaoishi nyakati za mwisho ni wale wenye nini? Wenye hekima. Sasa hii hekima inafungamana na nini? Hekima inafungamana pia na wakati. Kumbe Mungu anapomwambia Danieli kwamba wenye hekima ndio watakaoelewa katika nyakati za mwisho, ili mwenye hekima aelewe nyakati za mwisho, jambo la kwanza la kutambua, lazima ajue kwamba sasa tunaishi katika nyakati za mwisho. Kuishi nyakati za mwisho, 1. 2, kujua nini ambacho wewe unapaswa kukitenda. Na ndio maana ukienda katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 32, Biblia iko wazi inasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kutambua nyakati. Anasema watu wenye akili za kutambua nyakati. Sio kutambua nyakati tu, bali kujua ni nini ambacho Israeli wanapaswa wakitende. Kumbe nyakati hizi ambazo wewe na mimi tunaishi kama Waadventista wa Sabato, hata tu dini yetu ya Waadventista wa Sabato ipo hapa kwa sababu ya muda. Ilitokea kwa muda maalum. Baada ya kukoma kwa unabii wa siku 2300, miaka 2300, katika ule mwaka wa 1844, kanisa hili ndilo lilitokea, na hili kanisa ni kipengele cha mwisho kabisa katika mtiririko wa kanisa la Mungu duniani. Hiki ni kipengele cha mwisho cha kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo wewe na mimi tumeitwa kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, na huu ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe wa wakati. Hautaendelea tu siku zote katika hii dunia. Lazima tutambue majira na nyakati za kuhubiri huu ujumbe, majira na nyakati za kutambua ujumbe huu ni wakati gani utaenda kukoma. Hivi karibuni kama siku 2 zilizopita, nimeitazama trailer fulani, yani nimetazama kipande cha movie fulani inaitwa Amri ya Jumapili ya Kitaifa, National Sunday Law. Nikana tafakari mambo mbalimbali katika ile movie. Sielezei hiyo movie jinsi ilivyo, lakini najaribu kutoa picha fulani ya kile ambacho nimekiona na kile ambacho kimeingia kwenye akili yangu. Nimeona imeigizwa ile movie, lakini katika kuigiza ile movie unaona kabisa ni mambo ya hatari. Sasa nikana natafakari, ninasema mbingu zimesema kwamba hatari inayokuja mfano wake haupo. Huwezi ukalinganisha na chochote. Hata kama movie itachezwa kwa umahiri kiasi gani, haiwezi ikafikia uelewa sahihi wa ile hatari inayokuja. Sasa hebu tazama, katika ile movie yaliyowekwa pale ni mambo ya ajabu kabisa, kiasi kwamba inatisha. Ukitazama kabisa unaona hali ya kuogofya katika ile movie. Lakini bado Mungu anasema kwamba hatari inayokuja haifiki kabisa wazo lolote la kibinadamu ambalo mwanadamu anaweza akaliwaza. Hii ni kumaanisha kwamba maandalizi ambayo wewe na mimi tunapaswa kuyafanya ni makubwa mno. Na katika maandalizi haya, ndugu zangu, tunachokihitaji kikubwa tu ni kuwa na muda pamoja na Mungu wa mbinguni. Kuwa na muda na Mungu wa mbinguni.
Tunapotambua muda wetu huu, tunapoutoa muda wetu huu, ni tunatoa maisha yetu. Na tunapotoa maisha yetu, Mungu anatupatia majukumu ya kutenda. Anasema wana wa Isakari, watu wenye akili za kutambua nyakati. Lakini sio hivyo tu, ili wajue Israeli ni jambo gani wanalopaswa watende. Hata leo Mungu anahitaji Israeli wa leo wawapate watu ambao ni wana wa Isakari, watu ambao watakuwa wanatambua nyakati wanazoziishi. Lakini sio hilo tu, kuambia Israeli, kuliambia kanisa jambo gani ambalo watu wa Mungu wanapaswa watende. Naam, tukifika kitabu cha Mathayo, twende pamoja kitabu cha Mathayo. Tazama hili neno hili ni hekima, wenye hekima hawa, wise hawa, wanapokuwa wanaelewa mambo, wanaelewa wakati, wanaelewa pia na majukumu. Mungu anasema angalieni mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, sio kama watu wapumbavu, bali watu wenye hekima. Namna gani? Mungu anasema mstari unaofuata, anasema mkiokomboa wakati. Sasa kabla hiyo, hebu twende kitabu cha Mathayo sura ile ya 24. Mathayo sura ya 24. Nitasoma mstari ule wa 45. Mathayo 24 na ule mstari wa 45. Biblia inatumia neno hilo hilo, inasema hivi: ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Sikiliza, mtumwa mwaminifu mwenye akili. Kumbuka katika kitabu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati anasema kwamba wana wa Isakari, watu wenye akili za kutambua wakati. Nasikia watu wenye akili za kutambua wakati. Kuna akili nyingi sana. Kuna akili katika sayansi za dunia hii. Kuna akili katika mambo mengi kabisa ya dunia hii. Lakini Mungu anatamani watu wake waweze kuwa watu wenye akili za kutambua nyakati. Hapa anasema kwamba ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Sikiliza hapo. Hapa amesema akili, lakini tafsiri yake ni kwamba yule mtumwa wise, mwenye hekima. Unasikia? Ukisikia tu neno hekima linatajwa, lazima ujue huyu mtu mwenye hekima lazima atakuwa anatambua pia wakati. Hao ndio wenye hekima ambao Daniel aliwaona, akasema wenye hekima wataongoza wengine kutenda haki, wenye hekima wataelewa. Unasikia? Anasema hivi, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Bwana huyu ni Kristo, nyumba hii ni kanisa. Kwa lengo gani? Anasema hivi, awape watu chakula kwa wakati wake. Kumbe basi mwenye akili, mwenye hekima, lazima kipengele kinachofuata kiwe ni nini? Wakati. Na anapotambua wakati, haishi hapo tu, anatambua wakati kwa majukumu husika ya wakati huo. Majukumu yake huyu mtu hapa ni kuwapatia watu chakula kwa wakati wake. Hayo ndio majukumu. Sasa chakula ni nini? Mungu anasema wazi, chakula ni neno lake. Anasema chakula ni neno lake. Aliwaambia hapa watu wale ambao aliwalisha mikate siku ya kwanza na siku ya pili wakamfuata. Akawaambia, ninyi mmenifuata sio kwa sababu ya maneno yangu, bali mmenifuata kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Akasema, msikifanyie kazi chakula kinachoharibika, bali mkifanyie kazi chakula kisichoharibika. Chakula hicho ni nini? Chakula hicho ni neno la Mungu. Hasa Mungu anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, mwenye hekima, ambaye bwana wake amemfundisha wakati. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuwapatia watu chakula kwa wakati wake. Sasa hivi kanisa linaishi kipindi gani? Lazima tujue, lazima tutambue tunaishi kipindi gani cha kanisa. Tunaishi kipindi cha jioni kabisa, usiku wa manane unakaribia. Unaona Kwa hiyo kama usiku maneno unakaribia, lazima watu wajue ni chakula gani cha kuwapatia watu wanaoenda usiku wa manane. Unasikia? Na wanaoenda usiku wa manane sio kulala. Sasa hivi tunakwenda usiku wa manane kwa zamu ya kulinda. Tuwe makini hapo. Kuna wakati umekula chakula cha jioni chepesi kwa lengo la kwenda kupumzika. Lakini kuna wakati umekula chakula cha asubuhi kizito kwa lengo la kufanya kazi. Hasa sasa hivi tunaishi kipindi cha jioni ya kanisa, ambapo sio kwenda kulala, sio hivyo, bali kupata chakula chenye nguvu, kwa sababu hiko chakula chenye nguvu kitakachoweza kutusaidia kukesha usiku wa manane. Hilo ndo lengo ambalo natamani tulitafakari kwa upana sana. Maandiko yanasemaje kuhusu kukesha katika zamu ya usiku wa manane? Wathesalonike wa kwanza sura hii ya 5 na ule mstari wa 7. Tutaanzia mstari wa 6. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na huu mstari wa 6. Naomba nirudie mawazo hapa tuweze kuweka sawa. Tunaposoma hili fungu tujue ni nini tunaenda kutafakari. Maandiko yametuambia katika kile kitabu cha Waefeso, anasema kwamba angalieni sana mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye nini? Wenye hekima. Yaani watu ambao sio wapumbavu. Na wenye hekima tumetazama katika Danieli, anasema wenye hekima wataelewa nyakati za mwisho.
Lakini mwenye hekima pia tumetazama katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 45. Hao wenye hekima au wenye akili, hao watu wanatambua wakati, na wakishatambua wakati wanajua ni chakula gani cha kulisha watu wake au ni majukumu gani ya kuwapatia watu. Na hiki chakula tunachokizungumzia hapa ni neno la Mungu. Sasa leo hii nimesema tunaishi katika kipindi ambapo kinaitwa kipindi cha jioni ya kanisa. Na kipindi cha jioni ya kanisa, kanisa haliendi kulala. Hapana, linakwenda kukesha, linaenda vitani, linakwenda usiku wa manane. Sasa Biblia inasema hivi, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 6. Maandiko yanasema, basi tusilale usingizi kama wengine. Tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Sasa niambie, unahitaji chakula gani ili kusudi uweze kukesha? Kama ni jioni, tunasema bwana sasa hivi ni saa 12 inaelekea saa 1 na leo tutakesha mpaka usiku wa manane. Tutakesha tunafanyaje? Tutakesha tunaomba, tutakesha tunaimba, tutakesha hadi usiku wa manane. Tutakesha tunasoma maandiko matakatifu. Ni dhahiri kwamba lazima tupate chakula ambacho kitatusaidia kukesha wakati huo. Kama tusipopata chakula kwa kukesha, tutalala. Sasa maandiko yanasema mstari wa 7, maana walalao usingizi hulala usiku. Na anasema pia na walewao hulewa usiku. Mungu anasema, lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Sikiliza, maandiko anasema sisi tusilale kama wengine wanavyolala. Maana yake anataka nini? Anataka tukeshe. Kwa nini tukeshe? Kwa sababu kuna usiku wa manane unakuja, na usiku wa manane kuna tukio lipo la usiku wa manane. Lazima watu wa Mungu wakeshe. Ili wakeshe lazima wapate chakula kitakachowasaidia kukesha. Hivyo basi katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 45, maandiko yanasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu ambaye bwana wake amemweka juu ya nyumba yake ili kusudi awape watu chakula kwa wakati wake? Anaposema kuwapa watu chakula kwa wakati wake, ina maana huyu mtu lazima atambue nyakati ambazo watu wa Mungu wanaishi. Lazima atambue nyakati za watumishi wa Mungu. Lazima atambue nyakati za hawa washiriki wa hili kanisa. Kwanza alitambua hilo kanisa ni kanisa la kinabii la siku za mwisho, alafu ajue ni chakula gani ambacho hilo kanisa linahitaji ili kusudi aweze kulilisha sawa sawa na wajibu ulio mbele. Sasa ndugu zangu, haya mambo ni ya muhimu na ni ya msingi sana kwa tafakari. Maana wakati wetu ni mfinyu, tunaishi wakati wa mwisho kabisa wa kufunga historia hii dunia. Sasa katika kitabu kile cha Mathayo hiyo sura 25, hapa tunapata pia mfano mwingine. Mfano huu pia unatofautisha kati ya watu wapumbavu na watu wenye hekima. Sikiliza kwa makini sasa hapa. Maana maandiko yamesema katika Waefeso, tuangalie sana tusiwe kama wapumbavu, tusiwe kama watu wasiwe na hekima, bali sisi tuwe kama watu wenye hekima, tukiukomboa wakati, maana zamani hizi ni zama za uovu. Tukiukomboa wakati. Tunaukomboaje wakati ndugu zangu? Na tunawezaje kutoka kwenye kundi la upumbavu kuingia kwenye kundi la watu wenye hekima? Mfano huo pia unatolewa katika kitabu cha Mathayo sura ya 25. Kielelezo hicho pia kinatolewa katika kitabu cha Mathayo sura ya 25. Hapa hiki kisa tumekisoma mara nyingi sana na tumetafakari wenda mara nyingi sana. Na mimi pia siku ya leo natamani tukatafakari tena kisa cha Mathayo sura ya 25. Tuone ni nini ambacho Bwana anatuletea katika hii hoja ya au hili somo la kukomboa wakati na kuona namna gani tunatumia wakati wetu. Mathayo 25 kuanzia ule mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Naomba tuanze kuzungumzia mstari huu wa kwanza. Anasema wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, hiki kisa tumekisoma mara nyingi. Natamani tuweze kutafakari kwa namna nyingine ambayo Bwana ataruhusu tuweze kuipata siku ya leo. Maandiko yanasema ufalme mbinguni umefanana na wanawali 10. Hawa wanawali 10, anasema hawa walikuwa anasema hivi wanawali 10 waliotoa taa zao. Jambo la kwanza taa, lakini kabla ya taa kwanza ni wanawali. Anaposema wanawali anamaanisha kwamba kwa Kiingereza ametumia neno mabikira, virgins. Amesema kwamba hawa ni wanawali ambao ni mabikira safi. Na hawa mabikira tunajua bikira ni nani? Bikira ni mwanamke ambaye hajamjua mume bado. Kwa maana nyingine bikira ni mwanamke ambaye yuko tu safi kabisa.
mfano neno hili limetumika pia katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 anapozungumzia kundi la 144,000. Wale pia wanaitwa mabikira, hawamjui mume. Ina maana kusema kwamba hao ni mabikira, ni watu ambao au ni kundi ambalo lenyewe linakiri imani safi ya Bwana mmoja ambaye ni Kristo. Hawajachanganya mafundisho, hawajachukua mafundisho huku na huku na huku. Hapana, hawa wamepokea tu sehemu moja na hawajachanganya, hawajaribiwa bado hawa. Kwa hiyo kusema mabikira katika imani yao ina maana ni wana imani ambayo ni safi, imani ambayo haina vurugu zozote, haijaingiliwa kwa vyovyote vile. Naona hapa imekaa vizuri. Haya. Anasema hawa wanawali 10 walitoa taa zao. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 na ule mstari wa 105, Biblia inasema kwamba neno lako ni taa. Neno lako ni taa. Mungu anasema wazi kwamba neno ni taa. Kwa hiyo hawa watu au hili kundi au hili kanisa hili ni watu ambao kwanza walikuwa ni safi kabisa, hawaigizi maisha hawa. Lakini pia anasema walikuwa na taa, ina maana walikuwa na ujuzi au walikuwa na ufahamu wa maandiko matakatifu. Maana neno la Mungu ni taa. Mahali pengine katika kitabu cha Petro anasema kwamba nasi tuna lile neno la unabii ambalo mkiliangalia sana ni kama taa ingawa mahali penye giza mfanya vyema mpaka itakapopambazuka nyota ya asubuhi au alfajiri, Kristo mwenyewe. Kumbe basi kusema taa maana nyingine au maana rahisi pia taa ni kumaanisha hawa watu wana lile neno la unabii. Kumbe walikuwa ni watu kuchunguza unabii. Kwa maana nyingine bila shaka hawa walikuwa ni Waadventista wa Sabato, watu wa kitabu, watu wa kuchunguza unabii. Lakini anaposema kwamba wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi, hapa napo kuna kitu natamani tuweze kukipata kizuri kabisa. Nabii anakizungumzia kisa hiki, anasema hili ni kanisa la Mungu litakaloishi kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia hii dunia. Anasema hili ni kanisa litakaloishi katika kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia hii dunia. Hebu tusome kidogo katika kitabu hiki cha Lulu za Injili, au kitabu kinaitwa jina lingine anasema Vielezo vya Mafundisho ya Kristo. Kwa Kiingereza ni kile kitabu kinaitwa Christ Object Lesson. Naomba nisome maelezo kadhaa hapa kutoka katika hiki kitabu cha Vielezo vya Mafundisho ya Kristo. Ameelezea hiki kisa katika sura ile ya 29. Katika hiki kitabu cha Vielezo vya Mafundisho ya Kristo, nabii anasema maneno yafuatayo katika ukurasa wa 322. Nasoma ya Kiswahili ni 322, lakini kwa Kiingereza ni 407. Nabii anasema maneno yafuatayo alipozungumza uzoefu hawa wanawali 10. Alisema hivi: kwa uzoefu wao Mwokozi huyo alionyesha uzoefu wa kanisa litakaloishi muda mfupi kabla ya kuja kwake mara ya pili. Kumbe alimaanisha kanisa litakaloishi katika hii dunia muda tu mfupi kabla ya kuja kwake mara ngapi? Mara ya pili. Na bila shaka hili ni kanisa ambalo la Waadventista wa Sabato. Wewe na mimi tuko hapo. Lakini swali la msingi ni Waadventista wa Sabato gani hao wanazungumziwa hapa? Sio Waadventista wa Sabato wote. Kwa nini? Kwa sababu hii. Anasema wanaitwa wanawali, ina maana hawa wana imani kwanza ambayo ni safi kabisa, bila shida yote. Kwa hiyo kama kuna kundi la Waadventista wa Sabato ambao wana imani iliyoleta hali ya mkanganyiko wa mambo, imani ambayo tayari imewekwa vitu mbalimbali vingine visivyoeleweka, imani ambayo imechota mafundisho mahali pengine, hiyo sio imani ya wanawali. Hapana, wanawali wana imani ambayo iko safi kabisa hawa watu. Lakini maandiko yanasema walitwaa taa zao. Ina maana hawa walikuwa ni wachunguzaji wa neno, walikuwa ni watu ambao wanakesha wenda, wanachunguza maandiko vizuri kabisa. Lakini hiyo itoshi, walikuwa wana wazo kwamba la kwenda kumlaki bwana harusi. Ndio maana maandiko yanasema kwamba walitwaa taa zao. Hawakutoa taa hivi hivi tu, bila shaka walitambua na wakati. Walitambua huu ni wakati wa kuchukua taa. Kwa nini? Kwa sababu jioni sasa hiyo inakuja. Zingatia hilo sasa. Jioni hii inakuja. Kama jioni inakuja, basi kuna wakati utakuja kuwa wagiza nene. Ndugu yangu sikiliza hapa. Maandiko tunapaswa kusoma neno kwa neno bila kuacha neno hata moja. Tafakari katika huu mstari wa kwanza ambapo maandiko yanasema kwamba hawa wanawali 10 waliotoka kwenda kumlaki bwana harusi
mstari wa pili anasema, mstari wa kwanza huu, waliotoa taa zao. Anasema kwanza walitoa taa zao, alafu jambo la pili wakapiga hatua kwenda kumlaki bwana harusi. Ina maana hawa waliishi nyakati za jioni. Kwa nini? Kwa sababu uwezi ukatoa taa wakati wa mchana, uwezi ukatoa taa wakati giza halijaingia. Hapana. Kwa hiyo bila shaka hawa walijua majira wanaoishi ni majira ya jioni. Bila shaka hili ni kanisa linaloishi jioni kabisa ya historia hii dunia. Na ndio maana waliona giza linakuja, wakachukua taa zao. Taa, uzoefu, wanahitaji kuwa na uzoefu. Wanahitaji kuwa na uzoefu ili waweze kupita katika giza. Ndugu zangu, hata sasa tunaishi katika jioni, tunaishi katika jioni kabisa ya historia hii dunia. Na jioni kunakuwa na giza, lakini giza hilo sio nene kama lile la usiku wa manane. Zingatia hilo sasa. Kwa hiyo kumbe kuna giza, lakini giza sio nene kama lile la usiku wa manane. Kwa hiyo hata kama kuna giza dogo, sio lile nene kama la usiku wa manane, bila shaka taa ni muhimu. Hata sasa wewe na mimi tunapoishi, bila shaka taa hata sasa ni muhimu sana tuweze kuwa na taa, ili kusudi taa hii ituongoze katika giza la sasa, lakini zaidi ya yote itusaidie katika giza lile la usiku wa manane, mahali ambapo hutaweza kutembea tena bila kuwa na taa. Wengi sana tunajifariji sasa hivi tunapoishi. Tunaishi wakati ambapo muda mwingine hatutumii neno la Mungu na tunakuta maisha yanaenda. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati unatembea kwa taa za watu wengine, na kuna wakati mwingine unatembea unapapasia njia kwa sababu giza bado sio nene. Tunatembea, tunajikwaa, tunaanguka, tunatembea. Lakini unafika wakati ambapo giza litakuwa nene sana. Giza la saa 1, giza la saa 2, giza la saa 3 huwezi kulinganisha na giza la saa 6, la saa 7, la saa 8 usiku. Huwezi kulinganisha. Hivyo ndugu zangu, ni muhimu hata sasa kuhakikisha taa zetu ziko makini. Kwa hili ni kundi ambalo watu hawa, maandiko yanasema kwamba walitoa taa zao. Lakini maandiko yanasema katika baada tu neno walitoa taa zao, anasema wakaenda. Sikiliza hapa, naomba nirudie hili neno. Anasema kwamba waliotoa taa zao mkato, alafu wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kumbe walipotoa taa zao, jambo linalofuata wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Biblia haisemi kwamba wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi alafu wakatoa taa zao. Hapana, imeweka mtiririko kumaanisha kwamba walitoa taa zao. Baada tu ya kutoa taa zao, taa ikawasaidia kujua jukumu linalofuata sasa ni kutoka kwenda kumlaki bwana harusi. Nimepata kitu kimoja, natamani uweze kukipata. Niki hapa. Walipotoa taa zao, walipotoa neno nuru, ikawasaidia kujua, magombo hayo yakawasaidia kujua sasa, jamani, ni wakati wa kutoka. Kutoka katika nini? Kutoka katika uenda ni kutoka mijini kwenda mashambani. Wakatoka katika mtindo mmoja huu wa maisha kwenda mtindo mwingine wa maisha. Maana hizo ni harakati za kumlaki bwana harusi. Unaposikia wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi, huwezi kumlaki bwana harusi kama bado una vitu unavishikilia, ambavyo hivyo unajua kabisa ukikutana na bwana harusi atakwambia toa hiki, toa hiki, toa hiki. Unasikia? Kwa hiyo hawa watu walitoka katika mtindo wa maisha ambao ulikuwa sio sahihi, wenda walipiga hatua wakatoka. Kwa hiyo hatua ya kwanza ambayo iliongozwa na neno la Mungu, ambayo iliongozwa na hiyo taa, wakapiga hatua, wakatoa taa zao, wakapiga hatua. Kwa hiyo hawa ni watu ambao walishawahi kupiga hatua katika maisha yao, wakatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndugu zangu, hili ni kundi la watu wanaoitwa Waadventista wa Sabato, ambao wanaamini ujumbe wa sasa. Ujumbe wa sasa lazima utusaidie kujua kuna hatua za kupiga. Hata sasa kuna hatua za kupiga. Lakini maandiko yanasema kwamba ukishuka chini katika makundi ya mawili, ambapo kulikuwa na 5 wapumbavu na 5 ambao walikuwa ni wenye akili, maandiko yako wazi, yanasema kwamba hata wao wenyewe wasingeweza kutambuana. Kwa bila shaka hawa ni watu ambao walikuwa wanaamini kabisa Yesu anakuja, na wote ukiwatazama wako moto, wanatambua kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Ila usingeweza kutofautisha kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine, usingeweza kutofautisha. Hawa watu walikuwa hawaigizi. Tusifanye mchezo jamani. Kuna hali ile ya ndani ya kanisa ambayo sasa ni ya maigizo. Yaani tu unakuta tupo ndani ya kanisa lakini tunafanya maigizo. Hatuwezi kuwa katika kundi la wanawali hawa wanawali 10 hawa. Hatuwezi kuwa katika kundi hilo. Jamani, hata wao pumbavu tunazungumzia hapa hawapo katika kundi la wale wanaoigiza kanisani. Hawapo.
Hawapo, kwa sababu hawa wanapiga hatua katika maisha yao. Ila kuna kitu kimoja natamani tuweze kutafakari hapo mbele kadiri tunapopiga hatua. Twende tusome mstari unaofuata. Mstari wa pili, maandiko yanasema watano walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Kumbe katika hawa wanawali 10 kulikuwa na makundi haya mawili, ambapo kundi la kwanza ni watano wenye busara na kundi la pili ni watano wapumbavu. Sasa zingatia sana Biblia inaposema kwamba angalieni tunavyoenenda, tuangalie jinsi tunavyoenenda. Tusienende kama watu wapumbavu, kama watu wasio na akili, bali tuenende kama watu wenye akili, tukiukomboa wakati. Biblia inaposema watano wapumbavu na watano wenye akili, hapa Biblia inaweka makundi mawili kulinganisha na hoja ile ile ya nini? Ya kutambua wakati. Mara ya kwanza ni kweli wote walikuwa wametambua wakati, kwamba huu ni wakati wa kwenda kumlaki bwana harusi. Huu ni wakati wa kutoa taa zetu na kwenda kumlaki bwana harusi, wakapiga hatua kwenda kumlaki bwana harusi. Lakini Biblia inazungumzia kwamba hatupaswi kupiga hatua leo ikawa ndio tumeshamaliza. Hapana, hatua zinapigwa kila siku. Kila siku ni wakati wa kujitafakari. Kila siku ni wakati wa kujenga hoja katika muda na uishi leo ndio kama nilivyoishi jana. Ni kweli kabisa mwaka jana ulipiga hatua ukaenda mashambani. Ni kweli kabisa ulipiga hatua ukaacha nyama. Ni kweli kabisa ulipiga hatua ukaacha kuvaa vimini, ukaacha kunyoa ovyo, ukaacha matusi, ukaacha pombe, ukaacha soda. Kweli kabisa ulipiga hatua. Swali, je, hata sasa unaendelea kupiga hatua? Hilo ndio jambo la msingi sasa. Maana hapa Biblia inasema kwamba watano walikuwa ni wapumbavu na watano walikuwa wenye busara. Swali, kama walishapiga hatua na kuchukua taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi, inakuwaje tena katika hao ambao wanatambua bwana harusi anakuja bado kunakuwa na watu ambao ni wapumbavu? Swali hilo. Nabii anazungumza kuhusiana na hao watu, anazungumza kuhusiana na makundi haya. Naomba nisome vitu vichache sana hapa. Nabii anasema kwamba makundi mawili ya wakeshaji wanawakilisha makundi mawili ya wanaojidai kusubiri kuja kwa bwana wao. Neno hili kujidai sio kwamba wanalinga, hapana. Hapa anachomaanisha ni kwamba ni wale wanaodai kuja kwa bwana wao. Kwa hiyo makundi haya mawili yote ya wanawali watano wapumbavu, wanawali watano wenye akili, hawa ni watu ambao wanadai kuamini kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Maandiko yanasema wanaitwa wanawali kwa sababu wanadai kuwa na imani safi. Kwa imani yao ni safi ambayo haina uchafu wowote, na ni kweli iko hivyo. Taa inawakilisha neno la Mungu. Sawa kabisa. Tuache hapo, twende mbele kidogo. Anasema na naomba nisome hapa wale ambao wanaitwa ni wapumbavu. Kuna wakati mwingine tunadhani hawa wapumbavu ni wapumbavu kwa mawazo yetu sisi. Hapana, sio hivyo. Huenda wewe na mimi ni wapumbavu, Mungu akitutazama toka mbinguni anatuona ni wapumbavu kwa sababu kuna hatua zingine tunaziacha. Tumepiga hatua ya kushika taa, tumepiga hatua ya kwenda kumlaki, lakini kuna hatua ambazo tumeziacha. Naomba nisome maneno kadhaa hapa. Anasema hivi, katika mfano wanawali wote 10 walitoka nje kumlaki bwana harusi. Maandiko yako wazi. Anasema wote makundi yote mawili, 10 wote, 5 makundi mawili walitoka nje kwenda kumlaki bwana harusi. Jamani, itatusaidia nini tupige hatua kwenda kumlaki bwana harusi alafu tuwe kwenye kundi ambalo lenyewe ni kundi la wanawali wapumbavu? Sasa tofauti ni nini? Leo hii wewe na mimi tunaweza tukarekebisha mambo yetu na tukaingia katika kundi la wanawali wenye hekima. Tukaingia hapo kabisa, inawezekana hata sasa. Maana mlango wa rehema uko wazi kwako na kwangu. Tunaweza tukapiga hatua. Tunaweza tukabadilisha maisha yetu kuanzia sasa. Inawezekana. Lakini utafika wakati ambapo wengi tutatamani kufanya kitu lakini haitawezekana. Kama wale wanawali wapumbavu walitamani kununua mafuta wakati ambapo wamekwisha chelewa. Kumbe kama waliweza kununua mafuta wakati huo, ni dhahiri kwamba walikuwa na pesa mfukoni mwao, wangeweza kufanya hicho kitu kabla ya hapo. Hasa maandiko yanasema kwamba katika mfano wanawali wote 10 walitoka nje kumlaki bwana harusi. Wote walikuwa na taa na vyombo vya mafuta. Wote walikuwa na taa pamoja na vyombo vya mafuta. Kwa muda, maandiko yanasema kwa muda haikuonekana tofauti katikati yao. Haikuonekana tofauti. Ukiangalia kundi la wanawali wapumbavu 5 na kundi la wanawali wenye hekima, usingeweza kuona tofauti yote. Usingeweza kuona tofauti. Maana wote walikuwa ni watu wa magombo. Wote walikuwa watu wanapiga magombo. Kama hivi ambavyo tunahubiri, huwezi kutambua nani mwenye hekima, nani mpumbavu. Huwezi. Maandiko yanasema ndivyo ilivyo kwa kanisa linaloishi muda mfupi kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Anasema
wote wana ujuzi wa maandiko, wote wana ujuzi wa maandiko. Kila mtu kimuuliza kuhusu maandiko anakufafanua kipengele kwa kipengele. Mnyama ni nani? Atakwambia mnyama ni Papa wa Vatican. Aha, sawa. Mnyama wa nchi kavu ni nani? Ni Marekani. Sawa. Salama mnyama ni nini? Atakwambia. Itakuwaje? Atakwambia. Atakueleza mtiririko wa mambo jinsi ulivyo hadi wewe mwenyewe utashangaa. Wote wana ujuzi wa maandiko. Wote wamesikia ujumbe wa ukaribu wa marejeo ya Kristo. Nabii anasema wote wamesikia ujumbe wa ukaribu wa marejeo ya Kristo. Sio kusikia tu, hata kuhubiri. Maana maandiko yanasema nuru yenu na iangaze, watu waonapo matendo yenu mema wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Kwa hiyo kuwa na taa ina maana pia taa ikiwaka hata watu wanaona pale pana nuru, watu wanaifuata nuru. Ndio hivyo maandiko yanasema watu wanaifuata nuru. Kwa hiyo hawa watu walikiri hivyo, na huenda kabisa walihubiri, na watu wengine wakabatizwa na wakaongoka mamia kwa mamia. Watu wakaongoka wakamfuata Kristo. Maandiko yanasema kwamba wote walikuwa wamesikia ujumbe wa ukaribu wa marejeo ya Kristo, na kwa uthabiti kutegemea kuja kwake. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wamesikia Yesu anakuja hivi karibuni, wakapiga hatua kufanya maandalizi ambayo walitakiwa kuyafanya, na wakaamini kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Lakini kama ilivyo katika mfano, kadhalika ndivyo ilivyo sasa. Maandiko yanazungumza hapa mbele, kama ilivyo katika mfano ndivyo ilivyo pia hata sasa. Tutapiga hatua tuendelee kuona katika hiki kisa cha wanawali 10. Tuone katika hiki kisa cha wanawali 10 wewe na mimi tuko wapi, na je tunawezaje kurekebisha mambo yetu sasa kabla hatujachelewa. Naomba nisome kidogo tena katika kile kitabu hiki kitabu cha Lulu za Uzima, ambapo katika mstari katika ile sura ukurasa wa 324 nabii anasema hivi: kundi linalowakilishwa na wanawali wapumbavu. Ndugu zangu sikiliza hapa, kundi linalowakilishwa na wanawali wapumbavu sio wanafiki. Maana tunadhani wakati fulani kwamba wanawali wapumbavu wale walikuwa ni wanafiki, walikuwa tu pale wanaenda tu kwa fariji wenzao. Hapana, maandiko yasema hivyo. Anasema hao watu sio wanafiki, wamezingatia ukweli. Sikiliza hapa, anasema wamezingatia ukweli, wametangaza ukweli, sio kuzingatia tu, lakini pia wametangaza ukweli. Sasa hebu niulize swali, unadhani huu ni ukweli gani? Huu bila shaka lazima uwe ni ukweli wa sasa, ukweli wa wakati wao, ukweli ambao unawaambia watu Yesu anakaribia kuja. Huu ukweli wameutangaza kwa watu na wameuzingatia huu ukweli. Hebu tuendelee mbele. Anasema wamevutwa kwa wale wanaoamini ukweli, lakini lakini hawakujitoa wao wenyewe katika utendaji wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo wamevutwa na wale ambao wameamini ukweli, na kweli kabisa wamekiri hivyo na wamehubiri hivyo, lakini maandiko yanasema kwamba hawakuvutwa katika utendaji. Naomba nirudie neno hili. Tofauti ni hii hapa. Anasema hivi: lakini hawakujitoa wao wenyewe katika utendaji wa Roho Mtakatifu. Vile Roho Mtakatifu alikuwa anatenda, wao hawakujitoa katika utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uelewa wa maandiko ni moja. 2, tunawezaje sasa kuvutwa na utendaji wa Roho Mtakatifu, kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu? Acha hiki, fanya hiki, acha hiki, fanya hiki. Ndugu zangu, tunaishi kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia hii dunia. Muda sio mrefu ndugu zangu, dunia yote itakuwa kinyume chetu. Kila upande utakuwa kinyume chetu. Usalama pekee utakuwa tu ni mahusiano ya sisi na Kristo. Lakini kundi la pili, anaposema wanawali wale ambao ni wenye hekima, wale ni watu ambao walikuwa wanatambua neno la Mungu, lakini pia walikuwa wamevutwa na utendaji wa Roho Mtakatifu, katika maana hii kwamba wao walijisalimisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Na kwa kujisalimisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akawatumia, na wao hawakumtumia Roho Mtakatifu. Maana nabii anasema wengi sana tunaomba Roho Mtakatifu, lakini tunatamani Roho Mtakatifu aje sisi ndio tumtumie Roho Mtakatifu badala ya Roho Mtakatifu kututumia sisi. Hasa natamani ndugu zangu, kwa muda huu mfupi tuliotafakari, tuweze kuchakata hili wazo, alafu somo la pili tutaendelea hapa tulipoishia, ili tuweze kuona katika makundi haya mawili, kundi salama tunatambua ni kundi la wanawali wenye hekima. Na namna gani sasa naweza nikawa katika kundi la wanawali wenye hekima? Maana maandiko yanasema kwamba jichunguzeni ninyi wenyewe, jipimeni ninyi wenyewe. Je, hamjijui? Paulo anaandika hivyo. Ina maana sasa hivi tunaweza tukatambua uzoefu wetu uko wapi. Je, ni uzoefu tu wa kuhubiri injili, ni uzoefu wa injili ya maneno au injili ya matendo? Mungu haangalii kwamba wewe umehubiri, umezunguka nchi ngapi kuhubiri. Angalii kwamba una wanafunzi wangapi ambao umejifunza nao ukweli wa sasa.
Aangalii kwamba wewe umegawa vitabu vingapi, umechapisha machapisho mangapi, umetoa zaka shilingi ngapi. Mungu haangalii hicho. Anachoangalia kwamba je, umeutoa moyo wako namna gani kuongozwa na Roho Mtakatifu, ili kusudi uwe mwanamwali mwenye hekima, hatimaye uweze kuwa na mafuta ya ziada. Bwana atusaidie sana tunapotafakari haya yote. Natamani somo lijalo tuendelee hapa tulipoishia, kutafakari wazo hili la wanawali. Na wazo hili la kutafakari maisha yetu ni wazo la ukweli wa sasa. Maana hatuokolewi kwa sababu tunahubiri sana, hapana. Tunaokolewa kwa sababu mahubiri yale yametenda kazi kwenye maisha yetu, na tumepata mahubiri ambayo ni mahubiri ya kivitendo. Bwana atusaidie, Bwana atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tupate kuomba. Baba yetu mpendo wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ni mwema. Asante Bwana kwa sababu unaendelea kutuvuta karibu na wewe na kutusaidia kuendelea kuchunguza maisha yetu. Tunatafakari, tunaona kwamba tunaishi jioni kabisa ya kanisa ya historia hili kanisa. Na muda sio mrefu tutaingia usiku manane. Na tunapoingia usiku manane tunahitaji taa ziendelee kuwaka. Swali ni hili, je, taa zetu zitaendelea kuwaka? Baba tusaidie. Hatuna muda mwingi kupoteza katika dunia. Tutie nguvu, msaidie msikilizaji na mtazamaji na mimi pia. Okoa familia zetu Baba, okoa kanisa kwa ujumla. Tuandae kukutana na Kristo ajapo mara ya pili. Neema yako inatosha. Ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho katika maisha yetu, na utusaidie kuwa na dini ya kivitendo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana wabariki sana. Maranatha.